hakuna connection inayokuja bila utambulisho, kwa sababu kutambulika kwako ndio kunakupa connection. Unatambulikaje? Ukitambulika mtu mwaminifu, utapata connection ya watu wanaotafuta watu waaminifu, lakini pia utachukiwa na wababaishaji. Ukitambulika kwa ajili ya kweli, utapendwa na watu wanaopenda kweli, utapata connection ya watu walionyooka, lakini pia utachukiwa na watu wanaopenda ubabaishaji. Kwa hiyo connection ya mtu yoyote inategemea utambulisho wake. Na connection na mafanikio, hakuna mafanikio bila connection, lakini chanzo cha connection ni utambulisho wako. Kwa mfano, unaona tunaweza tumekaa hapa, kuna watu wanatutazama. Kwa hiyo hata tunapoongea, hata tunavyofundisha, wenye ufahamu, wanaofahamu Injili, wanaofahamu wahubiri, wanaofahamu kweli, wanaweza tu wakajua, wakatambua yule ni mtu wa namna gani. Wakajua kabisa, watu watajua yule ni mbabaishaji, yule yuko hivi. Kwa hiyo utambulisho ni wa muhimu sana. Kwa hiyo ndivyo ilivyo na kwenye maisha ya kawaida, kwenye maisha ya familia unatambulikaje? Kwenye maisha ya kazi za kawaida, biashara unatambulikaje? Kwenye maisha ya kimbingu unatambulikaje? Lakini pia kabla tujaenda kwenye somo, kutokana na swali lako, niwaambie watu. Ndio. Nilifundisha kuna njia nyingi, kila mtu ana njia yake. Lakini nikwambie, kujitambua kwako ndiyo kunakupa kupata njia iliyo sahihi. Kuna mtu anaweza akawa na njia, lakini je, anatambua hiyo njia inatokana na nini? Hiyo njia inatokana na nini? Natoa mfano, mimi ninahubiri, lazima nifahamu hii kazi ya kuhubiri, hii njia ya kuhubiri, hii njia ya kufundisha, natambua chanzo chake nini? Nisipotambua, kuna watu watanikwaza na nitaacha kuhubiri. Kwa nini? Maana sijitambui kwamba nimebeba nini na chanzo chake ni nini. Kwa hiyo unapokuwa unajitambua, hata njia ulioshika unafahamu vema ya kwamba hii njia ni ya namna gani, hii njia ina matokeo gani, hii njia inanifikisha wapi kwa majira gani. Kwa mfano, utasoma Mithali 16 mstari wa 2 hapo tutakapokuwa tunatoa ufafanuzi kwenye neno la njia hapo. Wakati tunatoa kwa nini tujifundishe kujitambua, itaweza kusaidia. Mithali 16:2. Mithali 16 mstari wa 2 nasema. Anasemaje? Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe. Bali Bwana huzipima roho za watu. Sasa njia ambayo mtu ameichukua anaiona safi machoni pake. Je, anafahamu hiyo njia machoni pa Mungu? Nimekuwa nikitafakari sana. Unakuta mpaka kwenye eneo la kiroho, watumishi kwa watumishi wanawekeana mizengwe. Swali, hiyo njia yako ya kumwekea mizengwe mtu anayehubiri Injili, machoni pako unaona inafaa kwa Mungu? Tuhakikishe tunamkwamisha kwenye hiyo kazi yake ya Injili. Tuhakikishe tunamchafua kwenye hiyo kazi ya Injili. Hiyo njia yako ya kumkwamisha mtu unaiona ni safi machoni pako kwa Mungu? Ndio tunarudi kwenye utambulisho. Je, unaposimama unapinga Injili, unaposimama unapinga wahubiri, unaposimama unapinga habari njema, kwako ni safi machoni pako? Je, unatambua matokeo yake mbele za Mungu? Kama utaki wabeba Injili, connection yako ina akina nani? Kwa hiyo kujitambua ni muhimu sana. Ukiniuliza mimi, huwa nashangaa kwa nini wafanyabiashara wenyewe kwa wenyewe baada ya kupeana connection wanapigana vita. Nenda kasome andiko. Wahubiri wenyewe kwa wenyewe baada ya kupeana connection wanapigana vita. Sasa unaniambia hapo unatambua nini? Mimi natambua neno liko wazi. Ukiona wahubiri wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe, anguko liko katikati yao. Ukiona wanasiasa wanapigana vita wenyewe kwa wenyewe, anguko liko katika. Hawatambui anguko. Shida ni kutokujitambua. Wangejua hiyo njia na anguko wasingefanya. Kweli. Wakati anafanya machoni pake anaona kama anataka kumwangusha mtu. No, lakini anguko ni la ufalme. Ndio maana Bwana Yesu akasema, ufalme ukifitinika wenyewe kwa wenyewe hautasimama. Kwa hiyo unapobeba fitina, njia ya fitina, muda wote nabeba anguko. Mkifitiniana wahubiri kwa wahubiri, mmebeba anguko. Mkifitiniana wanasiasa kwa wanasiasa, mmebeba anguko. Mkifitiniana, ndio maana siku moja nilifundisha kwenye kipindi hiki nikasema, mimi sikubaliani na njia za demokrasia. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya demokrasia ni kutaka
mtofautiane juu ya maongozi wa nchi yenu nyinyi wenyewe. Kwa hiyo mimi ukiniuliza naona nini? Naona kwamba demokrasia imebeba anguko juu ya nchi ambazo zinaendelea. Watu ambao wananena mamoja, watu ambao wanaona njia moja, hao hawezi kuanguka, maana njia yao ni moja. Kwa hiyo demokrasia ni fitina za kisiasa, kwa lugha nyepesi ni fitina za kisiasa. Ndio maana unaona kwenye nchi kama hizi za Afrika, tuongee tu, hata kama kuna wasomi watatuambia hivi. Mtu anaweza akaniambia, chukulie mfano, sera ya Chama cha Mapinduzi mbaya ni ipi? Mimi sijawahi kusikia mwanasiasa ambaye yuko upande nje ya CCM akaniambia sera hii ni mbaya. Mimi sijawahi kusikia.